Ni swali ambalo nimekutana nalo sana kwa kina mama ambao tayari ni wajawazito. Ananiuliza kwamba mimi kikweli daktari, sijawahi kabisa kutumia folic acid. Ila nilipobeba tu ujauzito, nimeenda pharmacy nimeshanunua tayari ninazo natumia. Ila hofu yangu ni kwamba huwa inashauriwa utumie kabla ya kubeba ujauzito. Vipi mtoto wangu atakuwa na changamoto? Ipo hivi. Unapokuwa kabisa haujui kutumia folic acid na ukatumia baada ya kufanikiwa kubeba ujauzito, haitakuwa na madhara yoyote kwa mtoto. Kwani ukweli ni kwamba folic acid huwa inafanya tu maandalizi, lakini haimaanishi pia kama unatumia kabla ya kubeba ujauzito eti utakapokuja kubeba ujauzito usitumie, na vile vile baada ya kubeba ujauzito umeanza kutumia. Haina uhusiano wowote. Ila tu hata kama ulitumia na hata kama haukutumia, lazima utumie licha ya kwamba ulitumia kabla na licha ya kwamba haujawahi kutumia kabla ya kubeba ujauzito. Kwa hiyo kama unaona kuna hali ya fulani ya hofu ambayo unaopata husiani kwa dawa au changamoto yoyote ya uzazi, ni vyema kuweza kumshirikisha daktari wako anayekufanyia kliniki, kwa sababu huwa kweli ni lazima utumie folic acid. Haimaanishi kwamba kama haukutumia kabla ya kubeba ujauzito kuna changamoto yoyote. Unaweza kujikuta ni mjamzito unakuwa na hofu ambayo haina maana, kitu ambacho kinaweza kapelekea changamoto kubwa, hususani hata baada ya kujifungua, ile hali ya postpartum depression au PPD, ambazo ni hofu zinazozijenga tu kwa mjamzito kipindi kile akiwa mjamzito, ambazo hizi zinaweza kujitokeza hata baada ya kujifungua. Kwa hiyo ndio maana napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Kama unapitia changamoto ya uzazi, hususan unashindwa kubeba ujauzito, ikiwa unapitia changamoto ya uzazi baada ya kutumia folic acid na ulikuwa unahitaji kubeba ujauzito na bado imeshindikana, basi kupitia programu yetu ya nipo nawe katika safari ya kuitwa mama, nina uhakika itaenda kukusaidia ndani ya siku 30 peke yake.